bado msimamo wako kwa Simba kufungwa mechi inayofuata ni ule ule? Ni ngumu sana mwanadamu kukimbia kivuli chake. Na Jambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Dimba la Michezo, kipindi ambacho kinakupa updates za michezo na taarifa zote za kimichezo zinazokujia kutoka ndani na nje ya Tanzania, ambapo siku zote unakuaga nami Victor Livingstone pamoja na Martin Mwakiposa, mtu na viatu vyake, ambaye yeye anakupa uchambuzi wa michezo ambayo inakuwa imechezwa na ambayo itachezwa. Juzi alipigwa na kitu kizito baada ya kuipa Arsenal itashinda mazima, na kaiamini kwa imani zake na ushabiki wake kwamba Arsenal atakwenda kupiga Paris Saint-Germain akiwa nyumbani. Alialikwa East Africa TV na aliyasema hayo kama ambao tulimsikia akasema Arsenal hana kitu kingine zaidi ya kushinda. Martin Mwakiposa, no. Nikuulize, unahisi kipi kilienda tofauti kwa Arsenal kabla hatujaenda mbali, ambacho kilifanya kwamba mambo yakawa yalivyokuwa? Nafikiri kukosekana kwa mtu kama Thomas Partey katika ule mchezo ilikuwa ni changamoto kubwa kwa Arsenal katika eneo la midfield. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukiangalia aina goli tulizofungwa, Dembele ametoka na mpira katikati, ana drive katikati, anatoa pasi, anaenda tena kuiomba pasi, anaenda kutufunga. Juzi nilizungumza umuhimu wa Partey katika wale mabeki wanne wa Arsenal. Tukizana na Partey, kabla hujaenda kwa Thomas Partey, sawa, backline ilikuwa na watu wote. Goalkeeper alikuwa very free. Mpira umetoka kwa Kvaratskhelia. Yeah. Sawa. Imekuwa ni vipas moja kwa moja kwa Ousmane Dembele ambaye alipenetrate mpira katikati. Sasa hapo ninampongeza Dembele kwa engo moja, kwa maana alikuwa mjanja kwenda kushoot, kwa sababu ukiangalia Raya goalkeeper wa Arsenal ni kama kulikuwa na watu wengi wamemzuia. Kwa hiyo amekuja kuona mpira huu hapa, sio? Sasa na kitu kingine ambacho kinifikirisha kwa haraka, binafsi kutegemea kwa Dembele angeweza kupiga na mguu wa kulia ule mpira. Umeelewa? Alipiga na kushoto ile. Mguu wa kulia. Ni mguu wa kulia Dembele kaenda kuupiga. Kwa hiyo hakuna aliyefikiria kwa haraka kwamba Dembele angeweza kushoot kupitia mguu wa kulia. Maana tulitegemea kwamba angeseti na mguu wa kushoto. Na ukiangalia ni kama Arsenal delay kwenda kufanya marking. Na kwenye eneo la marking, watu waliocheza mpira nafikiri mtanielewa, eneo la defense kuna aina mbili, mcheze zone au mcheze tight marking. Lakini ukiangalia Arsenal kwa kipindi kile walikuwa hajajua bila wanataka kufanya nini. Ndio maana wakaweza kuona Dembele imekuwa rahisi kwa kushoot. Kwa hiyo kwenye engo hiyo mimi nampongeza Dembele. Alikuwa bora, kafikiria haraka na akaweza kushoot na hatimaye ikaweza kutokea goli. Nikupe pole sana kwa sababu nahisi Arsenal ndio mwisho wa safari yao. Tunaenda kufanya comeback ya kibabe kule. Sawa, tunasubiri. Leo kwenye dakika 45 Martin Mwakiposa, tuna finali. Young Africans anakuwa mgeni wa JKU. Young Africans alishinda kwa penalti. Alicheza na Zimamoto FC. Walikaza wale vijana, na sisi tulikuwa tunataka nao waende finali, lakini ilikuwa ilivyokuwa. Kwa hiyo leo tunaenda kuiona finali ya aina gani, Young Africans akiwa mgeni wa JKU? Itabakia kuwa finali. Yaani itabakia kuwa finali kwa sababu walioingia maana yake waliwatoa wazito na hatimaye kufikia pale. Ninachokiona ni kwamba mechi itakuwa ngumu, na nilisikia kocha wa Zimamoto akijaribu kuzungumzia kuelekea katika huu mchezo. Yeye mwenyewe amekiri kwamba anaenda kukutana na mechi ngumu, na akasema na waheshimu Yanga kwa sababu ya ubora na aina wachezaji waliokuwa nao. Atachoenda kukifanya yeye ni kuenda kuwaambia wachezaji wake wacheze kwa nidhamu kubwa ili wasiweze kuwapa nafasi Young African kuweza kuzitumia. Na ukitaka kuliangalia hilo, angalia hata katika mchezo wao dhidi ya Zimamoto. Hawakupata nafasi nyingi za kuweza kushoot katika ule mchezo, lakini uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndio unaenda kuamua ile mechi. Maxim pia Zingeli ana shoot kutokea mbali, goalkeeper mpira ukamshinda, wakaweza kuingia nyavuni. Sasa hilo ndilo ambalo mwalimu anaenda kulifanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi, kocha wa Zimamoto, kutoruhusu yale makosa ya kila siku, lakini kuambia defense yake wacheze katika nidhamu ya hali ya juu. Kwa sababu hata ukiangalia game ya JKU Zimamoto JKU unaona kwa jinsi gani JKU wanavyocheza kwa nidhamu kubwa sana. Ni watu ambao wana discipline kubwa sana. Kwa hiyo unaona kabisa ni watu ambao wanakwenda kukutana na timu ambazo wanawajua uwezo wa wachezaji wao na mbinu zao. Kwa hiyo hii inaweza ikawapelekea Young African
kuwa na mchezo mgumu sana kuliko watu wanavyofikiria. Ingawa unaweza kuwapa faida Young African kwa kuwa na wachezaji wenye uwezo wa kuamua mechi. Kwa sababu unapokuwa na Stefan Aziz Ki, unapokuwa na mtu kama Maxim Pia Zingeli, unapokuwa na mtu kama Clement Mzize, wote walicheza siku hiyo na sasa hiyo ndio faida waliyopata Young African. Unaona mtu kama Maxim Pia Zingeli aliamua kushuti mbali. Hiyo ndiyo tofauti sasa tunakuja kuzungumza ubora wa wachezaji. Kwa hiyo kuna namna vile ambavyo unapokuwa na wachezaji wa daraja la juu unaweza kawa na faida kubwa wewe, kwa maana ya kuweza kukill game muda wote na saa yoyote. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho mwalimu wa JKU, mwalimu wa Zimamoto Kumlazi anafanyia kazi kwenye uwanja wake wa mazoezi. Sina shida katika maeneo mengine, lakini kwanza wanasema kama ufungi tusifungwe. Yaani kama ufungi tusifungwe. Kwa hiyo sasa hayo ataenda kukutana nayo kwenye mechi ambapo Young African watakuwa wanauliza maswali. Finali ambayo ni JKU na Young African. Watauliza maswali kwa kupitia wachezaji wao ambao mwalimu ataamua kuanza nao. Sioni kama kitakuwa kina mabadiliko makubwa sana kwa Young African, lakini naamini kikosi kilichocheza kwa mchezo wa mwisho dhidi ya Zimamoto kutakuwa mabadiliko machache sana kuelekea katika ile finali. Yes. Ulionaje performance ya wachezaji kama Kibabage Nixon ambaye kwenye mitaa huko alikuwa analalamikiwa sana? Yuko 50-50, sio mbaya wala sio mzuri sana. Kibabage ni mchezaji ambaye kuna vitu vichache tu inabidi aongeze ili is it relaxation kwamba wana relax au ni nini? Hawezi kurelax. Okay. What if kwamba ile mechi wangeondolewa kungekuwa na matatizo makubwa sana, pengine watu wangeweza kulalamika. Lakini kikubwa tu kuna vitu vichache ambavyo inabidi aviongeze. Yaani maamuzi yake ya mwisho anapoenda kushambulia, nafikiri iko ndio kitu kikubwa. Ana touch nzuri, sio mbaya sana. Yaani kitu cha kwanza maamuzi yake ya mwisho anapoenda kushambulia. Na ajue mpira wa kileo unapobadilika kwenda kwa mpinzani katika eneo la mwisho, kuna namna ambavyo inabidi ubadilike. Tumeona mipira ya kileo Dan Alves, tunaona akiwa anasogea juu anabadilika. Anakuwa kama ni miongoni mwa watu wanaocheza eneo lile la juu. Kwa hiyo kwa mpira wa kileo kuna namna ambavyo inabidi abadilike ili aendane na falsafa sasa hivi. Sawa. Tunapoelekea kwenye pointi 3 sasa, Martin Mwakiposa, bado msimamo wako kwa Simba kufungwa mechi inayofuata ni ule ule? Ni ngumu sana mwanadamu kukimbia kivuli chake. Na hii nilieleza, watu hawapendi kusikia, lakini nawaambia bado ana kazi ngumu sana Simba. Kwa sababu FC Berkane anajua kasha kuja Tanzania hapa. Yaani sasa hivi wanaambiana kuhusu Tanzania kwamba lile ni shimo la moto. Kwa hiyo ili kwake iwe rahisi na salama, azam mechi aanzie kushinda goli 3. Goli 2 bila Simba anakuja kufanya maajabu hapa. Sijui umeelewa? Yaani goli 2 bila kule Simba atafanya maajabu. Okay. Ili awe katika mikono salama, moshi mweupe tusiuone taifa. Inabidi ashinde kuanzia goli 3 kwake. Akishinda goli 2 bila, moshi mweupe utatoka pale taifa. Kwa hiyo bado Berkane anakwenda kushinda 3+ kwake. Exactly, katika uwanja wake wa nyumbani. Na ukiangalia ile kodi na uwezo huo nao. Si tumeona katika mashindano haya. Sawa Martin Mwakiposa. Hayo utajua na wewe na watu wako. Lakini tukienda kwenye point 3, Martin Mwakiposa, kuna mechi ambayo umeshaiangalia ya Arsenal. Tuiache, umeshasema comeback inaenda kufanyika PSG Parc de France pale Ufaransa, ndio? Sawa, jana kulikuwa na mechi ambayo wengi waliamini ingeishia mjini Barcelona, ambayo Barcelona alimkaribisha Inter Milano, lakini dakika za mwanzoni tu zikabadilisha atmosphere yote ya mchezo ambayo watu waliamini itakuwa ni game ya Barcelona. Wewe binafsi ulionaje mchezo? Mimi nimpongeze kocha wa Inter, Filippo ile. Alifanya kazi yake vizuri sana kwenye uwanja wake wa mazoezi. Alijua weakness ya Barcelona iko wapi. Na ukiangalia magoli yaliyofungwa Barcelona ni magoli ya weakness kubwa sana. Na hata wakati Inter wanafanya attempt zao zilikuwa za hatari. Ulikuwa unaona wakienda walikuwa na hatari kubwa sana. Wanaenda mara chache lakini kuna hatari. Na hata hizo mara chache walikofika ndio narudia kusema kwamba walikuwa bora, walizitumia nafasi hizo. Sekunde ya 48 kama niko sawa sawa. Sekunde 47. Sekunde 47. Thuram unaona inapigwa cross, anaenda kufunga kisigino. Maana yake ni vitu ambavyo walishajua weakness ya Barcelona iko wapi. Defense yao Barcelona wako vizuri. Na hata ulikuwa unaona Inter kwenda kushambulia walikuwa na hatari kubwa sana kuliko Barcelona. Barcelona walidominate mchezo, walicheza vizuri sana. Na katika hilo huwezi kuwazuia.
Na kuna muda Inter alikubali kwamba chezeni mpira, sisi tuko nyuma. Tukija tunakuja kwa hatari zaidi. Na pengine Thuram angeamka vizuri kwenye ile mchezo. Ile game ingeisha hata kwa goli 5. Kwa sababu kuna nafasi kama 2 alizikosea. Kwa hiyo ukizungumzia Inter ni kama tayari mguu mmoja wao wameweka kwenda katika hatua finali. Ni 3-3. 3-3 kwa maana ya walikuwa away, wamepata sare goli 3-3. Wanasema home sweet home. Itabakia kuwa hivyo. Of course Barcelona wamekuwa bora msimu huu. Kokote wanapata matokeo. Ila naamini game ya San Siro itakuwa game ngumu sana. Itakuwa game ngumu sana kwa maana ya wale watu watakuwa kwenye uwanja wao nyumbani. Na pengine kwa misimu kadhaa ambao waliishi bila kucheza finali, wanahisi nao ni opportunity yao kwenda kucheza finali. Kwa hiyo Inter naamini watacheza kwa juhudi, watacheza kupambania nembo yao, watacheza kutaka matokeo. Although ukizungumza kiufundi bado Barcelona watakuwa bora kuzidi Inter, watakuwa bora. Kina Yamil, kina Pedri, umeelewa? Yule bwana mdogo aliyefunga ile shuti. Yaani Barcelona bado wanakosi bora. Huwezi kubishana na Barcelona kwa namna yoyote. Yaani huwezi. Wana wachezaji ambao wananyumbulika, wachezaji wenye uwezo mkubwa, akili zao zinatembea kwa haraka sana. Wakiwa na mali ni wepesi kuachia. Wanajua kupiga pasi fupi, ndefu, wanajua kuchezea mali. Eneo la midfield wana watu bora, Pedro anachezea mpira anavyotaka, wanajua kupiga long ball, umeelewa? Yaani wako katika kila ubora, lakini bahati mbaya wanachokikosa, wanachokilaki ni eneo la defense na goalkeeping. Ndio ambalo inaonekana Barcelona inawatesa. Kwa hiyo na hilo wao wanalijua. Na ndio maana muda mwingi wanatamani kuwa na mali kwa maana ya kujua weakness yao, weakness yao iko wapi. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo wa marudiano, si watoi Barcelona moja kwa moja. Ila anachokisema ni mechi ngumu. Inter ana faida ya kucheza katika uwanja wake wa San Siro. Uwanja ambao pengine kuelekea siku hiyo mchezo watatamani kwenda kucheza finali kupitia katika uwanja wao wa nyumbani. Bahati mbaya tu Inter na Barcelona wamekuwa na rekodi ambazo hata wakati wa Jose Mourinho alishawahi kuwafunga Inter Barcelona kwa maana ya kupaka ile ule ukuta wake, tunasema 40 feet alidondosha pale, Barcelona walishindwa kupata matokeo na walikuwa moto sana. Kwa hiyo pengine historia inaweza katembelea huko kwa maana Barcelona anashindwa kumfungaga Inter mara kadhaa wanapokutana, lakini siamini sana kwenye historia, naamini kwenye ubora na uwezo wa wachezaji na timu. Ingekuwa kwa soka la Afrika tungesema wanatafuta sare au suluhu. Soka la Afrika kwa sababu hapo tayari kashaenda Inter kwa sababu ana mtaji wa goli 3 ugenini. Maana yake game ingekuwa nyepesi sana kwake. Kuelekea katika mchezo wa marudiano. Ndio maana uliona muda mwingine wana flow, wanakuja wanakuja, walikuwa wanajua sasa hivi goli ugenini hakuna. Ngoja kufanya tucheze tupate magoli. Anything can happen. Sawa. Na leo Martin Mwakiposa kwenye Europa ligi huko, ndugu zetu Manchester United wao wanatafuta karata yao ya kwenda finali wakikutana na Athletic Bilbao. Manchester amekuwa na msimu mgumu kidogo kwenye ligi. Walifanya sherehe ya kutokushuka daraja. Usicheke. Leo wanaenda kupambania karata yao ambayo huenda wakichukua hili kombe watacheza UEFA msimu ujao. Miongoni mwa mechi ambayo wanakutana nao Manchester ngumu ni sababu ukifuatilia rekodi inaonyesha kwamba mara kadhaa timu kutoka Spain zinakuwa zinaonea sana watu kutoka England. Na miongoni mwa timu ambayo anapataga shida sana kupataga matokeo basi ni Manchester United. Msimu huu Manchester yuko vizuri na hata ukiangalia kwenye ligi amekuwa hana mwendelezo mzuri. Sasa Atletico Bilbao anakwenda kucheza mchezo huu akiamini kwamba ni sehemu ambayo ana uwezo kupata matokeo kwa aina ya performance ya wachezaji timu ya Manchester na wachezaji walioko ndani ya Manchester, si wachezaji wa daraja lile ambalo linaweza kukutishia. Sababu hata ukiangalia the way alipopita katika hizi round ni kama alikuwa na luck kwenye michezo hiyo. Lakini kuelekea katika mchezo wa leo nafikiri ni miongoni mwa mechi ngumu ambao Manchester United wanaenda kucheza. Goalkeeper wao Nana amekuwa katika kiwango kibovu sana. Yaani sasa hivi ulimpa mmoja kati ya makipa top 5 wa dunia. Leo unasema na kiwango kibovu. Of course performance yako ni ipi kwenye top 5 ya magoalkeeper bora? Iko hivi blaza. Wakati anatoka Inter kwenda Manchester ilikuwa ni miongoni mwa best goalkeeping. Yeye ndo alifanya Inter wakacheza, nafikiri ni Inter yeye walicheza semi final finali hivyo.
yeye alikuwepo golini. Kwa hiyo unaona ni Inter ambayo ilikuwa the best na miongoni wa yeye alionekana kuwa goalkeeper bora. Lakini amekuja Manchester ni kama amedrop si kwa performance yake. Of course yeye ana makosa yake mwenyewe lakini hata timu muda mwingine inamwangusha. Huyu leo tunamzungumzia Thibaut Courtois, sio goalkeeper mbovu, lakini kutokana na defense alionayo unaonekana sasa hivi naye ameshuka. Rejea misimu mitatu wakati anafanya back to back ya UEFA. Sasa alikuwa bora sana. Na defense ilikuwa inamsaidia. Kwa hiyo Onana tunamsema ameshuka kiwango, of course naye amedrop, lakini sababu ya walinzi. Defense yake. Laya goalkeeper mzuri, lakini anasaidiwa na defense yake. Tumezungumza Barcelona wana lack katika maeneo mawili, defense na goalkeeping. Ndio maana Barcelona wanaonekana wanafungika. Kwa hiyo ukizungumza hivyo amekuwa katika kiwango kibovu msimu huu. Sasa anakwenda kucheza mechi ambayo kwake itakuwa ni ngumu. Ina maswali mengi. Jalia tu Mungu defense yake yamke salama. Sawa. Tofauti na hapo basi inaweza kawa ndo hayupo. Sawa. Na knockout nyingine stage hapa ya Europa leo. Tottenham Hotspur nakutana na Bordeaux Glimt. Nao hawa wako kwenye hii stage ya knockout. Yaani alivyo sasa hivi Bordeaux alivyo Tottenham. Of course Tottenham wako katika kiwango kibovu sana. Na wanajua EPL kama chao hawana kwa hivi sasa. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo wao wanaweza wakapambania na kuweza kurejea katika ule ubora wao ni katika mashindano haya. Kwa hiyo sasa ni jukumu lao wao Tottenham kuamua kusafirisha au kuzika. Kupuliza izime au iwake kwa sababu ndio opportunity ya mwisho waliokuwa nayo Tottenham kuelekea katika msimu huu, kwa sababu msimu unaelekea mwishoni. Lakini bado si wapi nafasi kubwa Tottenham kwenda katika hatua inayofuata. Unawatoa kabisa? Sijawatoa, ila si wapi nafasi kubwa. Yaani kwenye 100 na hapa 40. Yaani Tottenham na Bordeaux unamuona Tottenham hawezi kwenda kuqualify? Simuoni, amekuwa na kiwango kibovu sana msimu huu Tottenham. Amekuwa na kiwango kibovu. Nimeona makala nyingi wakizungumza wachezaji kwa nini hawamuongelei kuhusu mwalimu wao kuwa na uwezo mdogo wa kufundisha. Lakini wenzetu wamekuwa wakiongelea wachezaji. Kwa hiyo imekuwa changamoto. Sawa, Martin, na haraka tukamalizie na huko kwenye Conference League sasa, ambako Chelsea leo na anashuka dimbani anakutana na Djurgården ambayo leo ni mwenyeji wa Chelsea. Chelsea na hapa nafasi ya kwenda kushinda. Amekuwa na mfumo mzuri na msimu mzuri kwenye Conference League. Yes, ana nafasi kubwa kwenda kushinda. Kwa sababu ukiangalia kwenye mchezo wake wa mwisho wa EPL aliweza kupata matokeo mazuri sana. Ni Chelsea amefunga Everton, ambaye Everton anaonekana kuwa kwenye ubora mzuri sana msimu huu. Aliweza kupata matokeo. David Moyes ameibadilisha sana Everton. Ni Everton ambayo imekuwa na ushindani mkubwa sana. Ni Everton ambayo ukiitazama ilivyokuwa na flow na baada kwa David Moyes ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo sasa hivi na wenyewe Chelsea ni kama wameanza kurejea kwenye ule ubora wao ambao wengi tulitegemea. Wamekuwa na vijana wadogo wengi wenye uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kuelekea katika mchezo bado nawapa Chelsea nafasi kwenda kushinda. Djurgården umemtoa kabisa kwenye nafasi. Siwaoni. Sawa. Hili ni dimba la michezo na kama ulivyosikia maoni ya Martin Mwakiposa. Lakini niwaambie jambo moja jamani, nakuja Zanzibar baada ya show hii, napanda zangu boti. Nafika visiwani hapo kwa ajili ya kuangalia finali. Lazima tuipote Zanzibar. Kwa hiyo wala shabiki wanaopenda kutufuatilia kupitia dimba la michezo, niwasihi sana, mimi nitakuwepo pale kwa ajili ya kupiga story. Karibuni sana. Sawa, hili ni dimba la michezo na utakutana na Martin Mwakiposa Zanzibar leo kwenye finali Young Africans na JKU. Usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok, lakini pia tunaomba ka subscribe kwenye YouTube channel yetu yote kwa dimba la michezo. Bila kusahau pia udhamini wa Maskani Safi wanaotufanya tuonekane kila siku na hawa wanapatikana Sinza karibu na serikali za mtaa. Martin Mwakiposa, magrupu yako yamejaa? Moja limeshajaa, bado nyingine. Sawa, basi pia kama unataka zile odds kwa kodi na kwa ushahidi nenda kwenye group, piga namba ambazo ziko kwenye bio ya YouTube channel na TikTok pale, utaenda moja kwa moja na kuhudumiwa kuingia kwenye group. Hili ni dimba la michezo, ulikuwa na Martin Mwakiposa na Livingstone Victor. Mpaka wakati mwingine.